Je, wafahamu kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibari aliyemshtaki Tundu Lissu kuhusu kesi ya mgawanyo wa mali sasa amepewa adhabu kali? Anafahamika kama Said Issa Mohamed na huyu ni makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibari na ndiye aliyekuwa na vita kali mahakamani na Tundu Lissu kuhusu mgawanyo wa mali ya Chadema, na yeye ndiye aliyepelekea Chadema kuzuiwa kufanya mikutano ya hadhara kwa mwaka mzima baada ya kuwashtaki mahakamani. Sasa leo amepatiwa adhabu hii kali ambayo hatawahi kuisahau. Jiunge nami nikupe habari nzima, lakini kabla tufanye hivyo, hakikisha umelike video hii, hakikisha kuwa umelike na kusubscribe. Naam, habari njema zimeibuka kwa Chadema na mwenyekiti wake Tundu Antipas Lissu baada ya chama hicho kumfukuza rasmi wanachama Said Issa Mohamed wa Zanzibari, ambaye amekuwa miongoni mwa watu wenye utata mkubwa ndani ya chama hicho kufuatia migogoro ya kisheria iliyochangia kuibua changamoto za kisiasa na kiutendaji kwa Chadema katika miaka ya hivi karibuni. Said Issa Mohamed alikuwa na mzozo mkali na Tundu Lissu mahakamani baada ya Tundu Lissu kuomba kuunganishwa katika kesi ya mgawanyo wa mali ambayo Said Issa Mohamed wa Zanzibari aliweza kuwashtaki Chadema na kupelekea Chadema kuzuiwa kufanya mikutano ya hadhara kwa takriban karibia mwaka mmoja. Uamuzi huo wa hivi punde wa kufukuzwa wanachama ama kuvuliwa wanachama Said Issa Mohamed kwa makosa ya kuwashtaki wanachama wenzake, uamuzi huo ambao ulitangazwa na uongozi wa Chadema kanda ya Pemba, tayari unazua mjadala mkubwa miongoni mwa wafuasi wa chama hicho na waangalizi wa kisiasa kote Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na chama hicho cha Chadema, uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha dharura cha halmashauri kuu ya Chadema mkoa wa Pemba kilichofanyika Juni tarehe 6 mwaka 2026. Kikao hicho kilifanyika Chake Chake Pemba na kuhudhuriwa na viongozi wakuu wa chama kutoka ngazi mbalimbali za jumuiya hiyo, wakiwemo wajumbe wa kamati za nidhamu zinazohusika na kupitia na kushughulikia migogoro ya ndani ya chama na tuhuma za utovu wa nidhamu. Kufutwa kwake au kufukuzwa kwake kunakuja siku chache tu baada ya Chadema kutoka Tanganyika kuweza kuhudhuria Zanzibari kwa mikutano yao ya chama. Viongozi wa chama hicho walieleza kuwa kamati hiyo ilifanya uhakiki wa kina wa tuhuma dhidi ya Said Issa Mohamed wa Zanzibari kabla ya kufikia uamuzi wake wa mwisho. Mchakato huo unaripotiwa kuwa ulijumuisha uchunguzi wa ushahidi, kuzingatia kanuni za ndani za chama na majadiliano kuhusu mwenendo wake wa hivi majuzi ndani ya shirika. Kufuatia mashauri hayo, kamati ilihitimisha kuwa vitendo vyake Said Issa Mohamed vya kuishtaki Chadema na kupigana na Tundu Lissu mahakamani vilikiuka kanuni na viwango vya kinidhamu vya chama cha Chadema. Kesi hiyo imevutia hisia kwa sababu Said Issa Mohamed alihusishwa na migogoro ya kisheria na kisiasa iliyohusisha Chadema mwaka uliopita na mapema mwaka huu. Migogoro hiyo ilichangia mijadala mipana zaidi kuhusu masuala ya chama cha upinzani, mizozo ya ndani kwa ndani na kesi mahakamani ambazo nyakati fulani ziliathiri shughuli za chama za kufanya mikutano na kuibua mjadala mkubwa wa umma. Kwa wafuasi wengi wa Chadema, tangazo hilo linatafsiriwa kuwa ni wakati muhimu katika juhudi za chama hicho cha upinzani kinachoongozwa na Tundu Lissu kuimarisha nidhamu ya ndani na kufunga sura iliyozua mvutano ndani ya shirika. Baadhi ya wanachama wanaamini uamuzi huo wa Chadema unatoa ujumbe kwamba kanuni za chama zinatumika kwa usawa kwa wanachama wote bila kujali wadhifa au ushawishi wao. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa baada ya mkutano huo, Said Issa Mohamed aliacha mara moja kutambuliwa kuwa mwanachama wa Chadema, kiongozi wa Chadema, mwakilishi mwajiriwa au afisa wa Chadema katika ngazi yoyote ile ndani ya chama. Chama hicho kilimwagiza zaidi kurudisha hati, cheti ama leseni yoyote ya Chadema, vifaa au nyenzo zozote za shirika la Chadema. Tangazo hilo pia lilisitiza kuwa kauli au hatua zozote zijazo zitakazochukuliwa na yeye zichukuliwe kuwa ni maoni yake binafsi na si misimamo rasmi ya Chadema. Ufafanuzi huu unaonekana kulenga kuzuia mkanganyiko kuhusu ni nani aliyeidhinishwa kuzungumza kwa niaba ya chama kinachosonga mbele.
Wafuasi wa Tundu Lissu wametoa maoni yao chanya kuhusiana na maendeleo hayo, wakisema yanadhihirisha dhamira ya chama katika kushughulikia migogoro ya ndani na kusonga mbele kwa umoja ulio wazi zaidi. Katika chapisho ambalo ni udhibitisho wa taarifa hizi, mwanaharakati na mwanachama maarufu wa Chadema Hilda Newton ameandika hivi, nikimnukuu: aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa Said Issa Mohamed amevuliwa wanachama kwa makosa ya kinidhamu. Kikao cha kamati tendaji ya kanda kilichofanyika Juni tarehe 6 mwaka 2026 katika ukumbi wa Pride Chake Chake Pemba chini ya mwenyekiti wa kanda Omar Nassor kimefanya uamuzi huo kwa kuzingatia katiba, kanuni na taratibu za chama. Said Issa Mohamed na wenzake walifungua kesi ya kulalamikia mgawanyo wa mali za chama kabla ya kuangukia pua katika kesi hiyo na mahakama kuu kuifutilia mbali. Kesi hiyo ilisababisha chama kuzuiwa kufanya shughuli za kisiasa kwa mwaka mzima na baadhi ya mali za chama yakiwemo magari kuharibika kutokana na kuzuiwa kutumika kwa muda mrefu. Kufuatia uamuzi huo, Said Issa Mohamed hatambuliki tena kama mwanachama, kiongozi au mwakilishi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema katika ngazi yoyote ile. Hivyo jambo lolote la kisiasa atakalofanya kuanzia tarehe 6 Juni mwaka huu atawajibika binafsi na lisihusishwe na chama cha Chadema. Naam, hata hivyo, mtazamaji, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa vyama vya upinzani huwa vinakabiliana na maamuzi magumu kama haya vinapowashughulikia wanachama wao, hasa wakuu kama makamu mwenyekiti wa chama wanaotuhumiwa kukiuka kanuni za chama. Maamuzi kama haya yanaweza kuleta utata, lakini mara kwa mara yanawasilishwa na uongozi wa chama kama hatua muhimu za kulinda nidhamu ya shirika na kudumisha imani miongoni mwa wafuasi. Kwa Tundu Lissu, maendeleo yanafika katika kipindi ambacho Chadema imekuwa ikifanya kazi ya kudumisha umoja huku ikikabiliana na changamoto kadhaa za kisiasa na kisheria. Sababu nyingine inayochangia umuhimu wa uamuzi huo wa kufukuzwa ni mazingira mapana ya kisiasa nchini Tanzania. Vyama vya upinzani vinaendelea kukabiliana na changamoto tata za kisiasa huku zikijiandaa na mashindano ya baadaye ya kisiasa. Katika muktadha huo, udhabiti wa ndani mara nyingi huonwa kuwa nyenzo muhimu. Kwa wanachama wa kawaida wa Chadema, maendeleo yanaweza kuangaliwa kwa kuangalia kama yanachangia umoja na ufanisi zaidi ndani ya chama. Wakati mijadala hii ikiendelea, jambo moja linabaki wazi. Uongozi wa Chadema Pemba umechukua hatua madhubuti dhidi ya mwanachama ambaye shughuli zake ziligeuka kuwa kero kubwa ya ndani. Kwa wafuasi wengi wa Tundu Lissu, hatua hiyo inakaribishwa kama habari ya kutia moyo na ikiwa ni sehemu ya jitihada pana za kuimarisha umoja wa vyama wakati huu ambao upinzani unakabiliwa na changamoto muhimu za kisiasa. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti au habari hizi, na kuachia uwanja huo wa maoni ama uwanja huo wa comment chini ya video hii, unijuze mtazamo au maoni yako kuhusiana na swala hili. Vile mtazamaji, na kukumbusha tena, kumbuka kulike video hii na kusubscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.